Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunamtakia rehma na amani kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwamba leo nilikuwa nataka nizungumze na watu Waislamu na wasiokuwa Waislamu pia, lakini ni challenge moja tu ambayo labda kwa sababu natumikia katika sekta ya afya kama muuguzi, nimekuwa nikisikia watu wasiokuwa Waislamu linawapa matatizo, linawapa shida, linawapa taabu. Basi nikaona binafsi hiyo challenge ni jaribu kuiletea mwanga kidogo, na kama nitakuwa nimekosea, labda nimepinda kidogo, bila shaka sitakosa Sheikh ambaye atakuwa amesikiliza maneno haya, atakuja kunisahihisha insha Allah. Basi challenge hiyo ni kwamba nimeulizwa tena mara nyingi, mara zaidi ya 10 au 20 na watu wasiokuwa Waislamu, kwa nini Muislamu akiwa anaugua hospitalini, Waislamu wengi sana wanakuja kufanya kambi hospitalini? Manake wanasimamisha kazi zao, wanasimamisha shughuli zao, wanakuja pale hospitalini anapougulia ndugu yao. Sawa, inaonekana ni mapenzi ni nini, lakini mbona ni kama inazidi? Kwa sababu wanafanya kambi, familia 5, 6, 10 wanakaa pale. Nimekauka tu, lakini nimeendelea kuulizwa kwa sababu ni yale ambayo tuko nayo, tunayapitia. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu tu aniwezeshe niweze kuongea yale ambayo ni ya haki. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa wahlul 'uqdatan min lisani yashfahu qawli. Ni kwamba kwanza kabisa katika Qur'ani, sitaenda mbali sana au nilete vitabu vingi kwa sababu mimi sio msomi wa sana, sio msomi kabisa. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, A'udhu billahi minash shaitani rajim, innamal mu'minuna ikhwa, katika hakika waumini wote tuko ndugu. Hilo ni la kwanza hilo. Waislamu mkituona pale, Waislamu tuko pale, sisi sote ni ndugu, manake ni kitu kimoja. Kitu kimoja kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia, ni aya nyingine katika Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba ya Mwenyezi Mungu, muwe ni kitu kimoja, wala tafarraqu, musifarikiane. Maana yake mmoja asiende pale, mwingine aende pale, mtafaruku utokee. Hapana, muendelee kuwa ni kitu kimoja. Hapo sasa tutakuja wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ni aya inaendelea kusema mkumbuke neema za Mwenyezi Mungu ziko juu yenu. Idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, mlikuwa maadui, Mwenyezi Mungu akakutanisha nafsi zenu, nyoyo zenu. Unaweza kuuliza mlikuwa maadui maana yake nini? Mlikuwa maadui kwa sababu wakati mlikuwa hamjakutanishwa na dini ya Mwenyezi Mungu, mlikuwa ni maadui, lakini mkikutanishwa na dini ya Mwenyezi Mungu mnakuwa ni kitu kimoja, mnakuwa ni ndugu. Hapo tuendelee. Wataawanu bilbirri wattaqwa, mshikamaneni, msaidianeni katika wema na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wala tataawanu bilithmi waludwan, lakini msije mkashikamana katika kutenda mabaya na uadui. Kwa aya hizo, ni kitu gani kitamkataza Muislamu kwenda kufanya kambi pale Muislamu mwingine anapougulia? Hakipo kabisa. Hata kama hatafanya kambi zaidi na zaidi, lakini bila shaka atakwenda pale, atakaa, atafariji yule anayeuguza,
ajisikie na yeye ana watu ambao wako pembeni yake. Isitoshe, watu tuna ile ada ya kumpenda au kujumuika pale ambapo mtu amefariki, na hilo ndo sasa linagusa nyoyo za Waislamu. Kwa nini tusubiri mtu afarike ndo atuone pale? Acha twende akingaliki mzima, akingaliki anapumua, tuwe naye, kwa sababu kesho anaweza kupona, au Mwenyezi Mungu akamuita, kwa sababu kullu nafsi dha'iqatul maut. Sisi tunakubali kwamba kila nafsi itaonja kifo. Hakuna mtu ambaye atakufa, kila mtu ataonja mauti. Mauti ni haki kabisa, na ikija imekuja kabisa. La tatqa almarid min almaut. Vile vile utakavyokuwa kwa vyovyote vile tu, mauti siku ikifika, idha jaa ajalallahu la yataakhal. Siku yako ikifika, hakuna vipingamizi vyovyote. Kwa hiyo sisi hatutaki kuja kujumuika kwa sababu mtu amefariki. Tunataka kuwa pale mtu akingaliki mzima, kwa sababu watu wanatabia watu wengi, hasa sisi Warundi tuna tabia ya kujumuika pale ambapo mtu amekufa, wakati alikuwa mzima hatukuonekana. Kwa hiyo sisi Waislamu tunafuata aya hizo za Mwenyezi Mungu. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Mtume anatuambia katika hadithi, haqqul muslim ala almuslim sita, haki za Muislamu kwa Muislamu sita. Unajua Kiarabu wakati mwingine kinakuja kuambatana na Kiswahili kidogo katika mahesabu, japokuwa sio mada. Twende kwa mfano. Katika hesabu hizi 1 hadi 10, kuna hesabu takriban 4 zinaweza kukuelekeza mara moja unakuta jibu la hesabu kwa Kiswahili. Kuna nyingine takriban 3 au zaidi. Ukifikiria sana unaweza kuja. Tuseme kwa mfano wahid ni 1, hiyo haiwezi kukuelekeza kwa Kiswahili. Ithnain ni 2, hiyo pia haiwezi kukuelekeza kwa Kiswahili. Thalathatun ni 3, pia hiyo haiwezi kukuleta kabisa. Lakini thalathatun ukiendelea ukafikiria sana 30, hii sio 3 kweli, unaweza kuja kidogo. Arba'atun ni 4, pia hiyo haiwezi kukuleta vizuri kabisa. Lakini ukienda kwa 40 unaweza kurudi kwa fikiria labda ni 4. Khamsatun 5, hivi kweli 50, khamsatun 50 unaweza kuja ukajua ni 5. Lakini sasa zile 3 au 4, nimesema 4 ndo zinakuelekeza kwa Kiswahili vizuri. 6 na yao sikia Mwarabu nasema 6 tunashia mambo 6, utaelewa bila shaka ni 6. 7, hiyo itakuleta mara moja, utajua kwamba hii ni 7. 8 pia labda upite kwa mbali, labda kwa 80 ndo uje. 9, kwa hiyo 6, 7, 9 inakuleta mara moja kwa Kiswahili. 10 haiji kabisa hata kidogo, lakini 0, ile 0 inakuleta mara moja. Kwa hiyo 6, 7, 9, 0 ni hesabu 4 ambazo kabisa ziko rahisi kutambua wakati unaongea lugha ya Kiswahili. Haya, kwa hiyo Mtume amesema haqqul muslimu ala almuslim sita, haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzie ni 6. Tukubaliane haki, right. Wakikwambia hii, this is your right, this is your right, unajua kweli hiki ni haki yangu, napaswa kukipata. Hizo haki tusiende mbali sana, lakini tuanze na moja. Idha laqiya fasallimu alayhi, Muislamu kwa Muislamu mkikutana lazima msalimiane. Ndio maana mtatuona tukikutana asalamu alaykum wa alaykum salam. Hatuna haya wala hatuna shida, kwa sababu tunatekeleza, tunawapa haki yao watu. Idha atasha fahamidallah fashamithu, akienda chafya atamshukuru Mwenyezi Mungu na wewe mtakie rehema, yarhamkallah. Idha stansahaka fansahla, akikuomba ushauri Muislamu mwenzio lazima umshauri.
Basi tu tuendelee, tuende kwa ile ambayo tulikuwa tunakusudia. Idha marida fa'udhu, idha marida fa'udhu. Hii sasa ndo inakuja inafunga kabisa kwenye hii mada yetu. Anapougua, nenda ukamtizame, ukamtembelee Muislamu mwenzio. Muislamu mwenzio akiugua tu, fanya nguvu yoyote uende ukamtembelee. Wa idha mata fa'udhu, na akifa unakwenda unamzika. Tulikuwa tu kuzungumzia hizo haki, ndio maana hatukwenda hata kwa idadi, kwa hesabu. Mimi tu nilikuwa nakusudia mambo mawili. Idha marida fa'udhu, anapougua nenda ukamtizame. Wa idha mata fatabi'uhu, na akifa nenda ukafanya nini? Nenda ukamzike. Ndio maana Waislamu mtu akifa mnaona tunaenda kuzika, tumeombwa, kwa sababu kimzika mtu ni kama vile kuwekeza. Sina wewe utakufa, watakuja kuzika. Sasa unasemaje? Unaonaje wewe ukikataa kwenda kuzika watu, alafu kesho nao unakufa, utazikwa na nani? Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo, kwa Waislamu, kwa hayo tu ndo nilikuwa nimeandaa kuwajibu. Kwa sababu gani Waislamu tunafanya kambi pale ambapo Muislamu mwenzetu anaugua? Tunakwenda kumfariji, tunakwenda kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu ya udugu, tunaenda kutekeleza maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Muislamu akiugua nenda ukamtembelee. Kufanya kambi naweza kukupa tatizo. Sasa hana kazi ya kufanya. Inna Allah yarzuku man yasha. Mwenyezi Mungu anampa riziki amtakaye. Sasa unamuingilia katika maisha, unajua riziki zake zinatoka wapi? Sisi hatujui riziki zake zinatoka wapi, yeye anajua anavyojipanga. Mala kuna wengine wanakuja ili wapate chakula pale, kwa sababu vyakula vinakuwa vingi. Sawa, ijtanibu dhanna, jikinge sana na dhana ile, kufikiria kitu ambacho we haujui. Al-alimul ghaibu lillah, Mwenyezi Mungu ndo anajua kitu ambacho kiko katika nafsi ya mtu. Mimi kama nimekuja kufariji mtu anayeuguza, kwa nini unafikiria nimekuja kutafuta chakula? Huwezi. Jikinge sana na kudhania. Unamuona mtu anapita njiani na unaanza kumdhania, unaanza kufanya nini? Hapana. Si tunavyojua tunakuja kumfariji mtu anayeuguza, si kwamba tunakuja kutafuta chakula, si kwamba tunakuja kuomba labda anayeuguza ni tajiri, si kwamba tunakuja kufanya nini. Hapana. Hiyo ni ghaibu, iko katika nafsi ya yule mtu, sisi hatujui. Mungu tu ndo anajua. Kwa hiyo tusimhukumu mtu pasina kujua. Katika Uislamu ni vibaya sana kutoa hukumu kwa kitu usichokijua. Alhukmu lillah, hukumu ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, kwa sababu ndo hakim, ndo anayehukumu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa machache hayo nimetaka tu nisawazishe. Labda mashekhe najua wapo, wakiona labda nimepinda kidogo wanaweza kunisahihisha wakanirekebisha. Niko flexible kabisa, niko flexible insha Allah. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.